Mataifa ya Umoja wa Ulaya yanasema yataweka shinikizo la kuondoa ushuru mpya wa Donald Trump. Umoja wa Ulaya umeafikiana kutoa shinikizo zaidi kwenye mazungumzo yanayonuia kuondoa kodi mpya za kulipiza kisasi zilizotangazwa na Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambapo wanajiandaa kupambana na hali hiyo. Umoja wa Ulaya umesema kwamba watapambana na Rais wa Marekani Bwana Trump kuhusu suala la ushuru, lakini pia katika vita vya kibiashara. Hata hivyo, ikihitajika wanajiandaa kuchukua hatua za kupambana na hali hiyo ili kuepusha vita vya kiuchumi kati ya Ulaya na Marekani. Jumuiya hiyo ya mataifa 27 inakabiliana na kodi za hadi 25% kwenye bidhaa za chuma na aluminium na magari, kadhalika zile za kulipizana kisasi za 20% kwenye bidhaa nyingine. Amri hiyo inaanza kufanya kazi siku ya Jumatano chini ya sera mpya ya Rais Donald Trump wa Marekani inayolenga kuzigonga nchi zinazotoza bidhaa zao kodi ya juu. Mawaziri hao wa uchumi wa Ulaya wamekutana mjini Luxembourg kujadili njia mwafaka za kupambana na sera hiyo mpya ya Marekani. Mawaziri hao wa uchumi wa Ulaya wanakutana mjini Luxembourg kujadili njia mwafaka za kupambana na sera hiyo mpya ya Marekani, kadhalika na kuzungumza juu ya uhusiano wao na Uchina. Inasadikika kuwa azma yao ni kurejea kwenye mazungumzo ya kufikia suluhu na wala sio vita vya kibiashara na Marekani. Kauli hizo zinaungwa mkono na waziri wa Uholanzi wa biashara Reinhard Klever aliyekuwepo huko mjini Luxembourg. Kwanza kabisa, nadhani ni muhimu tusikurupuke, ndio tuweze kuchukua hatua mujarabu zinazoendana na hali halisi. Kwa hiyo mwanzo tunataka tukae chini na Marekani ili tuone jinsi ya kushusha kodi hizo. Hata hivyo, hatutasita kuwa tayari na mikakati ya kupambana na hali iwapo itahitajika kushirikiana kushinikiza Marekani kukaa nasi kwenye meza ya mazungumzo. Hata hivyo, mazungumzo ya kupata mwafaka ni kama vile yamegonga mwamba. Duru zinaeleza kuwa mazungumzo ya Marekani yamegonga mwamba kufikia sasa. Kwa mujibu wa kamishina wa Umoja wa Ulaya wa biashara Maroš Šefčovič, kikao chake na mwenzake wa Marekani cha Ijumaa iliyopita kilikuwa cha uwazi na kwamba alielezea kodi hizo kuwa zinawaathiri na hazitakuwa za haki. Umoja wa Ulaya huenda ukaridhia wiki hii awamu ya kwanza ya kodi za hadi dola bilioni 28 kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka Marekani, kuanzia bidhaa za meno hadi almasi, ili kulipiza kodi itakayotozwa bidhaa zake za chuma na alumini. Hatua hiyo haijashtua Marekani, ambayo sasa inatishia pia kuvitoza vinywaji vya pombe vya Ulaya kodi ya hadi 200% iwapo pombe yake kali ya Bourbon itatozwa kodi ya hadi 50%. Ifahamike kuwa Ufaransa na Italia ndio wauzaji wakubwa wa mvinyo na pombe kali barani Ulaya na wametiwa shaka na sera ya Marekani. Umoja wa Ulaya unatazamiwa kutangaza hatua mpya za kodi za kulipiza kisasi ifikapo mwishoni mwa mwezi huu. Baadhi ya nchi wanachama zimetoa tahadhari na kusisitiza kuwa umoja unawapa nguvu zaidi. Waziri wa Ujerumani wa uchumi anayeondoka Robert Habeck amesisitiza kuwa jumuiya hiyo ina sauti kubwa zaidi ikiungana kwenye suala hilo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.